Wakati uliokubalika ndio sasa, siku ya wokovu ndio sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, kama nilivyosema katika utangulizi wa adhimisho la misa takatifu, ikiwa leo ni Jumatano ya Majivu ambayo inaashiria mwanzo wa kipindi cha Kwaresma, tunamshukuru Mama Kanisa kutuwekea kipindi hiki kwamba saa ya wokovu ndiyo sasa, wakati uliokubalika ndiyo sasa. Kwaresma ni wakati wa wokovu, ni fursa ambayo Mama Kanisa anatupatia tuitumie vizuri ili tuweze kujitakatifuza. Kwaresma ni kipindi cha kusali zaidi, kipindi cha kufunga kwa bidii zaidi, kipindi cha kutoa sadaka kubwa zaidi, ikiwemo kutenda matendo ya huruma kwa mwili na kwa roho kwa bidii kubwa zaidi. Na mwinjili Mathayo katika Injili tuliyosikia sasa hivi anatueleza kwamba Yesu anataka mfungo wetu uwe namna gani, maisha yetu ya Kwaresma yawe namna gani. Anasema tuepuke unafiki, kwamba kusali ili tuonekane na watu, kutoa sadaka ili tuonekane na watu, kufunga ili tuonekane na watu. Anasema tukifanya hivyo hatutapata baraka. Tutende hayo tukijua kwamba Mungu anayeona sirini anatubariki tunapofanya matendo hayo ya huruma. Na katika somo la kwanza, Nabii Yoeli anaelezea mfungo unapaswa kuwaje, kwamba mfungo ni wa watu wote, kuanzia mtoto anayenyonya mpaka wazee, lakini makuhani, lakini bwana harusi na bibi harusi, sote tunahusika. Ni kwa nini? Ni kwa sababu athari ama madhara ya dhambi ni jumuishi. Tunapotenda dhambi tunapeleka madhara hayo hata kwa watoto wadogo, lakini hata kwa viumbe vingine. Kwa hiyo ndio maana anasema kila mtu kuanzia mchanga mpaka mzee tutoke, tusali, tujipake wajibu, tufunge, tutoe sadaka, ili Mwenyezi Mungu mwenye huruma aweze kutusamehe. Kama ambavyo Zaburi 21 tunasema kwamba turehemu Bwana kwa kuwa tumetenda dhambi. Tukiri kwamba sisi ni wadhambi ndani na nje, na tunastahili tu ile huruma ya Mwenyezi Mungu. Kumbe Kwaresma ni wakati wa kujipatanisha na Mungu, lakini pia kujipatanisha na binadamu wengine. Ndio maana tunahimizwa hata kusali zaidi, kusali misa takatifu, kupenda kusali misa takatifu kwa bidii kubwa zaidi. Kumbe dawa ya dhambi ni kusali, kufunga na kutenda matendo ya huruma, si namna nyingine. Tunaona wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva walipotenda dhambi walikimbilia kwenda kujificha kwa viumbe. Ni kwamba walikata majani wakajifunga, lakini yale majani hayakuwasaidia. Kumbe dawa ya dhambi ni kutubu, na ndio maana Mungu anawatengenezea ngozi, maana yake kuna damu iliyomwagika. Kumbe ile damu ndiyo inaweza kuondoa dhambi, na damu hiyo sasa ni sadaka ya Yesu msalabani. Ndio maana tunaalikwa kushiriki misa takatifu kwa uchaji zaidi.